yake na uhodari wake na akili zake na ujanja wake wa mjini, eti anategemea chuma la shaba limlinde. Unatundika na kuvaa, mambo yako ni hirizi tu. Nyumba yako eti unaiwekea zindiko, eti chupa za soda. Unajitia mtoto wa mjini, una akili, unapewa chupa za soda, pembe 4 za nyumba zipige babu. Na ukidondoka sasa hivi ukafumba macho na mahirizi yako, eti mwenyewe mjanja umeivaa kiunoni, hakuoni mtu, Mola wako anakuona. Ukidondoka na hirizi hautokuwa salama huko uendako akhera. Ndugu yangu, ndugu zangu Waislamu, leo tarehe 27 mwezi huu wa 6 mwaka huu 2025, nikiwa ndani ya jiji la Tanga, ndani ya Masjidul Ihsan maarufu kama Simba Mtoto, maarufu kama kwa Sheikh Mukhtar, Allah amhifadhi na tuhifadhi sote. Anwani ya khutba yetu inasema uharamu wa kuvaa hirizi. Uharamu wa kuvaa hirizi. Hirizi ni nini ndugu zangu? Katika vitabu vya tauhid, hirizi huitwa tamima, ambayo jamu yake ni tamaim. Tamima hirizi moja, tamaim hirizi nyingi. Nini maana ya hirizi? Ulamau tauhidi wal aqida wakati wanatufafanulia maana ya tamima au tamaim, wametuambia huwa ma yuallaqu ala a'naqi as-sibyani lidaf'i al-'ayni wash-sharri. Hirizi ni nini? Hirizi wa ma adraka ma hirizi. Ulamau at-tauhid wal aqida wanatuambia hirizi ni kitu kinachovishwa, ni kitu wanachovalishwa watoto katika shingo zao au katika mikono yao au katika viuno vyao kwa malengo ya kujikinga au kumkinga mtoto na vijicho na ubaya na shari kwa ujumla. Hivyo basi, hirizi maana yake ni kitu chenye kudhaniwa ya kuwa ni kinga, ni kitu chenye kudhaniwa kinaweza kikamkinga mtu, kikampa ulinzi, kikamhifadhi na vijicho, kikamhifadhi na hasad, kikamhifadhi na uchawi, kikamhifadhi na ubaya kwa ujumla. Hii ndio maana ya hirizi. Wakasema ulamau at-tauhid wal aqida, waqad yalbasuha al-kibaru min an-nisa'i war-rijal, na wakati mwingine huvaa hata watu wazima kutokana na wanawake na wanaume. Watuallaqu ala ad-dawabi, na wakati mwingine hirizi huvishwa hadi wanyama. Wasayarat, wakati mwingine hirizi huvishwa katika magari yetu. Utaona katika dashboard ya gari ile kuna kiatu cha mtoto kinaning'inia, kuna kikamba kinaning'inia, kuna kidude kimefungwa. Maskini wa Mungu, mmiliki wa gari kadanganywa, kaingizwa choo cha kike, kaambiwa hii ukivisha kwenye gari lako ajali baibai na
hasadi na wewe, hawatokupiga, hawatokufanyia ubaya wewe, wala kuifanyia ubaya gari lako. Na wakati mwingine pia huning'inizwa katika milango ya watu kwa malengo ya kinga. Mlangoni unapokelewa na kinga isiyokuwa ya Allah wala isiyokuwa ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wakati mwingine hirizi hupewa watu biniyati jalbil khairi wa daf'i sharri mithla al-aini wa ghayriha. Wakati mwingine mtu hupewa hirizi eti kwa ajili ya mvuto, kupata kheri, kupata manufaa na kumuondolea madhara na mabaya kwa ujumla. Hii ni taarifu, ni maelezo mafupi kuhusiana na hirizi ni nini. Fama hukmu labsi tamimati fi sharia, nini hukmu sasa ya kuvaa hirizi katika sharia ya dini yetu tukufu ya Uislamu? Aljawabu bikulli wuduhin wa bikulli fasahatin wa balaghatin wa ma'anin wa bayanin. Jawabu nazungumza kwa ufasaha wa hali ya juu. Jawabu najibu nazungumza kwa ufasaha wa hali ya juu, kwa kinywa kipana kabisa, bila ya kupepesa kabisa, ya kuwa hukmu ya kuvaa hirizi au kuning'iniza hirizi au kutundika hirizi shirkun billah jalla fi ulah, ni shirki, tena shirki kubwa kabisa, ni kumshirikisha Allah jalla fi ulah. Pokea sasa nondo, pokea sasa material, pokea sasa ilmu kutoka katika kinywa kitukufu kitakatifu, kinywa cha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Katika musnad ya al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, hadithi nambari 16969, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, man allaqa tamimatan, mwenye kutundika hirizi yoyote, mwenye kuvaa hirizi yoyote, mwenye kuning'iniza hirizi ya aina yoyote, faqad ashraka, huyo bila ya shaka amekwisha fanya shirki, amekwisha mshirikisha Mola wake Allah jalla fi ula. Al-Imam Shuaib al-Arnaut, al-Imam Shuaib al-Arnaut katika Takhrijul Musnad ukurasa wa 17404 anapokea hadithi nyingine ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sikiliza sasa hadithi ya pili ambayo inanisaidia mimi na kukusaidia wewe katika kukufahamisha ya kuwa hirizi, makorokoro yote hayo yanayodaiwa ya kuwa ni kinga, huenda yakakukinga na ubaya, ni uongo mtupu, ni uzushi mtupu, na ni madhara matupu, na ni shirki ya wazi kabisa. Al-Imam al-Arnaut katika Takhrijul Musnad ukurasa wa 17404 anapokea hadithi nyingine ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mvahirizi, mwenye itikadi za hirizi, unayedanganywa siku zote, sikiliza maneno ya mtume wako, mwalimu wako, kiongozi wako,
kipenzi chako Mtume Muhammad. Kama kweli wampenda, fanyia kazi mafundisho yake. Bwana Mtume anasema, man allaqa tamimatan, mwenye kuning'iniza hirizi yoyote, mwenye kutundika hirizi yoyote, mwenye kuvaa au akamvisha mtoto wake hirizi ya aina yoyote ile, fala atamma Allahu lah, basi huyo Allah hatomtimizia mambo yake. Hirizi uharibu mambo yako bila ya wewe kujua, kwa kauli ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ya kwamba mwenye kuamini haya mambo ya kinga za kishirikina, atakayevaa hirizi, huyo Allah hatomtimizia mambo yake. Mambo yako badala ya kuwa supa yatakuwa ni shaghala baghala, pango pakavutia mchuzi. Kisa na mkasa, hirizi inakuharibia mwenyewe hujui, kwa sababu maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam siku zote hayadondoki na hayagongi ukuta. Amekwisha sema ya kuwa mwenye kutegemea hirizi, mwenye kuvaa hirizi, mwenye kuning'iniza hirizi, mwenye kutundika hirizi, huyo Allah hatomtimizia mambo yake. Kama hili alitosha Imam Ahmad pia katika Musnad anapokea hadithi nambari 1020. Al-Imam Ibn Majah anapokea katika sahihi yake hadithi nambari 3531. Al-Imam Al-Hakim katika Al-Mustadrak anapokea kwa nambari 7692 anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Sikiliza tukio la ajabu, sikiliza tukio lenye mafundisho ya kiakida ndani yake, sikiliza tukio la kimataifa, sikiliza tukio lenye ibra ya hali ya juu ndani yake. Mwalimu wa walimu, kiongozi wa viongozi, imamu wa maimamu, profesa wa maprofesa, daktari wa madaktari, msomi nambari 1 ulimwenguni, Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama raa rajulan fi yadihi halqatan min sufrin. Siku moja Bwana Mtume mwenyewe live bila ya chenga anakutana na mtu mkononi kavaa chuma cha shaba, kama wanavyovaa vijana wa Kiislamu na wa Kitanzania kwa ujumla. Bwana Mtume anamuona mtu mmoja amevaa chuma cha shaba mkononi, sehemu za kuvalia saa. Riwaya nyingine, fi adhudihi, kamuona kavaa sehemu hizi mkononi hapa, tena chuma cha shaba ambacho kina rangi cha njano, kinaelemea kuwa kama dhahabu. Faqala ma hadha. Angalieni mwalimu huyo, angalieni mtu wa tauhid huyo, angalieni mwalimu wa aqida huyo, angalieni mtu wa hikma huyo. Mtume Muhammad hakutaka moja kwa moja kumpa redi kadi paka piga filimbi we motoni moja kwa moja, bali akataka istifsara, akataka kujua kwa nini kavaa. Akamuuliza, ma hadha, nini hiki ulichovaa? Yule bwana bila ya kupepesa, kwa sababu tayari ni itikadi, na itikadi mbaya ni mbaya siku zote, akasema, minal wahina, hiki ni chuma ya Rasulullah, nimekivaa kama kinga kutokana na ugonjwa wa wahina. Ulama wakasema ugonjwa wa wahina ni ugonjwa, ni homa ambayo ina maumivu makali sana ndani yake, na mara nyingi hushambulia mikono sehemu hizi.
Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alipogundua libaba lizima, HB mzima, handsome boy mzima, na ujana wake na uhodari wake na akili zake na ujanja wake wa mjini, eti anategemea chuma la shaba limlinde, analivaa hadharani mkononi. Bwana Mtume alipoambiwa nalivaa kwa itikadi ya kuamini hiki chuma, hii shaba inanilinda mimi kutokana na ugonjwa wa wahina na magonjwa mbalimbali, kipi alichokisema? Akasema inziha anka, ivue haraka, vua haraka hiyo. Kwa nini? Fa innaka la taziduka illa wahna, ivue haraka, kwani hakika ya chuma hichi hakitokuzidishia isipokuwa ni udhaifu, unyonge na matatizo matupu. Riwaya nyingine, unbudha anka, ivue haraka, tupilia mbali hiyo. Fa innaka la taziduka illa wahna, hakika yako hiki chuma ulichokivaa, hichi shaba ulichovaa, ulichovishwa ukadanganywa ukapigwa pesa zako ili kinga ivae itakusaidia. Bwana Mtume anamwambia nakuhakikishia haitokuzidishia isipokuwa tabu, shida, udhaifu, unyonge na matatizo matupu. Kisha ndugu zangu, katamka maneno mazito sana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akasema maneno haya peke yake ukiondoka nayo na amini utafaulu duniani hadi akhera. Anamuelekeza yule bwana baada ya kumwambia itoe haraka, ivue haraka, haitokuzidishia isipokuwa tabu na shida. Akamwambia fa innaka law mitta wa hiya alayka ma aflahta abada, hakika yako ukifa nalo, ukifa hali ya kuwa umevaa hii shaba, hali ya kuwa umevaa hii hirizi, ukaondoka nayo, ngoma ni nzito huko uendako hautofaulu abada. Salam kutoka Masjidul Ihsan hapa Simba Mtoto, kwa wote waliovaa hirizi. Ukidondoka leo na hirizi yako imekula kwako na uendako huko hautofaulu abadan. Umekufa hali ya kuwa ni mshirikina, unamshirikisha Mola wako mlezi na una ulinzi mwingine unaotegemea kinyume na ulinzi wa Allah jalla fi'ala. Kama hilo alitoshi katika Musnad ya Imam Ahmad, hadithi nambari 16951, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam sasa anafunga kazi kabisa, anasema man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lahu, yeyote atakayening'iniza au akatundika au akavaa au akamvisha mtu hirizi, tena akatumia wadaa, mawe ya baharini, makorokoro ya baharini, kwa kuitikadi ya kuwa ni kinga, itakukinga na vijicho na hasad na visokoro kwinyo. Bwana Mtume anasemaje? Fala wadaa Allahu la, huyo Allah hatompa raha katika maisha yake, huyo Allah hatompa utulivu katika maisha yake, Allah hatomwacha akawa ana utulivu na raha katika maisha yake. Ndugu zangu Waislamu, nimalize na hadithi mbili za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mlango huu, kisha nikupeni ulinzi sahihi, OG, original, yenyewe haitaji gharama, haitaji pesa, haitaji
chochote katika kukuthibitishia ya kuwa hirizi sio. Hirizi ni shida tupu, hirizi ni tabu tupu, hirizi itakuharibia mambo yako na wala haiwezi kukutengenezea, bali itakuharibia mahusiano yako na Mola wako. Na ukidondoka sasa hivi ukafumba macho na mahirizi yako, eti mwenyewe mjanja umeivaa kiunoni, hakuoni mtu, Mola wako anakuona. Ukidondoka na hirizi hautokuwa salama huko uendako akhera, ndugu yangu. Al-Imam Tirmidhi anatupokelea hadithi katika sahihi yake kwa nambari 2072. Msikilize bwana mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuikemea, katika kuigaragaza kabisa hirizi na itikadi zake, anatuambia man ta'allaqa shay'an wakila ilayhi, yoyote atakaye tengeneza mahusiano, yoyote atakayekuwa na imani ya kuiegemea jambo fulani, mwenye imani ya kuegemea katika maswala ya hirizi, kinga za shirki, mambo ya washirikina, imani potovu, bwana mtume anasema wakila ilaihi, basi Allah atamuegemezea kwayo. Yani Allah anakusukuma hivi, anakuegemeza kwenye hirizi, anakutupa mkono. Hilo zuri, unaona la kawaida hilo. Muda wa kuwa wewe unang'ang'ania, unatundika na kuvaa mambo yako ni hirizi tu, nyumba yako eti unaiwekea zindiko, eti chupa za soda. Unajitia mtoto wa mjini, una akili, unapewa chupa za soda, pembe 4 za nyumba zipige babu, kinga hiyo hawatokuona. Bwana mtume anasema mwenye itikadi ya mambo hayo, Allah atamsukumia huko, atamuegemeza huko, hatomuegemeza kwake. Kama Allah kakusukumia huko, anakuambia mimi kuanzia leo sio tegemezi lako, tegemezi lako ni haya makorokoro yako, utakuwa salama wewe, utakuwa mgeni wa nani wewe katika ulimwengu huu, na utafanikiwa kiasi gani wewe katika maisha haya. Al-Imamu Ahmad na al-Imamu Abu Daud wamepokea hadithi kutoka kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ya kwamba siku moja amesema, inna ruqa, hakika ya tiba za kishirikina, watamaima, na hakika ya mambo ya hirizi, watiwalata, na hakika ya mambo ya dawa za mvuto, shirkun, vyote ni shirki. Vipi hivyo? Tiba za kishirikina, itikadi za kuamini mambo ya hirizi na kuamini kuna dawa ya mvuto. Ukipewa hata kama sio handsome, wanawake wote watakupenda. Kuamini ya kuwa kuna dawa, ukipewa mwanamke unakuwa una mvuto kwa wanaume na wanaume utakuwa una mvuto kwa wanawake. Kuamini mambo haya matatu, tiba za kishirikina, mambo ya hirizi. Jambo la tatu, mambo ya dawa za mvuto, mambo ya dawa za mvuto. Bwana mtume anasema vyote hivi ni shirki, ni kumshirikisha Allah jalla fi'ala. Hadithi zaidi ya 7 nimetumia kwa mfululizo kabisa, zote zikiwa ni maneno ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, zikitutahadharisha na swala zima la hirizi na kutufahamisha madhara yake, lakini kubwa kuliko yote kwamba hirizi
ni shirki, na ukifa hali ya kuwa umevaa hirizi hautofaulu abadan huko uendako. Suali na kuulizeni Waislamu, hasa nyinyi mnaoamini kinga za hovyo, kinga za kishirikina, ala yakfika hifdhullahi ya abadallah? Hivi kinga za Allah hazikutoshi wewe mja wa Allah? Sikiliza Allah anavyosema katika suratu Zumar. Allah anasema, alaysa Allahu bikafin abada? Hivi Allah hamtoshi mja wake? Hivi Allah hamtoshelezi mja wake? Hivi Allah hakuwa mwenye kumtosha mja wake mpaka mja anamwacha Allah, anakwenda kwa wanadamu wenzake, wanamdanganya na kumpa makorokoro, huku wakidai ya kuwa haya au hizi ni kinga. Aya hii ilipoendelea mbele kidogo ikasema, wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah, na utakapowauliza nani kaumba mbingu na ardhi, watasema Allah. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah, waambie basi mnaonaje hayo mnayoyaomba kinyume cha Allah? In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri, hivi Allah akinitaka mimi leo kwa ubaya kaniandikia mabaya, yupi mwenye uwezo wa kuniondolea mabaya hayo? Au aradani birahmatin, au Allah leo akiniandikia rahma zake, neema zake, akanifungulia milango yake yote, hal hunna mumsikatu rahmati, nani katika hao mnaowaomba kinyume chake wenye uwezo wa kuzuia kheri alizoniandikia Allah, neema alizoniandikia Allah, milango aliyonifungulia Allah? Qul hasbi Allah, sema basi ananitosha Allah. Alayhi yatawakkalu almutawakkilun, na juu yake Allah, juu yake Allah, na sio waganga, na sio washirikina, na sio watabiri, na sio wachawi, juu yake Allah wanategemea wenye kutegemea. Kama hili halitoshi ndugu zangu, alaysa Allahu bikafin abada? Hivi Allah hamtoshi mja wake? Hivi ulinzi wa Allah haukutoshi wewe? Ulinzi wa Allah haukutoshi wewe mpaka unakwenda kupata tabu? Maskini wa Mungu, unachakachuliwa, unapelekwa, unaingizwa cha kike, pesa zako zinaliwa, unadanganywa, duka lako unaambiwa funga hii bahasha. Tazama maduka mengi ya Waislamu sasa hivi, nenda kwenye duka la Muislamu, tazama juu, bahasha inaning'inia. Sisi watu wa pwani, watu wa mwambao, tunajua bahasha zile ni za posa. Huko juu kwenye dari anaenda kuposwa nani? Muislamu mzima kadanganywa, shekh, kapewa kikaratasi, kaandika mtu ya uongo na kweli, katika kwenye bahasha, weka juu, kinga ya duka lako. Utapiga hela mwanangu, utauza kupita maelezo. Na naamini maskini wa Mungu, wakati Allah anakuambia yeye ndio mtoa riziki, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, na riziki zenu ziko mbinguni, sio kwa waganga wa kienyeji. Laiti wao wenyewe wangelikuwa wapo kwenye haki,
wangelikuwa na maisha mazuri wasingesubiria kwako. Sikilizi Allah katika suratu Yusuf namna anavyogamba, namna anavyoonyesha yeye peke yake anatosha. Anasema fallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Allah peke yake ndiye mlinzi bora kabisa na ndiye mwenye kurehemu kuliko wote wenye kurehemu. Allah anakuambia yeye peke yake ndio mlinzi bora. Unahitaji ulinzi wa nani tena? Aliyekulinda katika tumbo la mama yako miezi 9 ukatoka, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a, akakutoa katika tumbo la mama yako hakuna unachojua. Eti umekuja kukua, eti umepata akili, eti umekuwa mtoto wa mjini, sasa unamtupa Allah mkono, eti unavaa hirizi Muislamu mzima. Kuna aya katika suratul Ra'd nikisomaga wallahi nasisimka. Na siku zote naposoma azkar, nyiradi, dhikri za Bwana Mtume Muhammad, aya hii naitegemea kupita maelezo. Aya ya ajabu sana. Lakini sisi tuko mbali na Qur'an. Sisi tunaongea kwa mdomo tu, tuko mbali na Qur'an. Hata wengi tunaojiita watu wa kitabu na sunna, kitabu pangu pakavutia mchuzi. Kitabu shekhe, kitabu kimekata shauri shekhe. Kitabu kinasema suratul Ra'd aya gani, imesema nini, ina uzito gani, kipi na ni yapi? Yaqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu salatan wa tasliman yaliqani bimaqami amiril anbiya'i wa imamil mursalin سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Kipi sasa alichokisema Allah? Angalieni Allah anavyotupenda. Ndani ya suratul Ra'd Allah anasema lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri na mwanadamu ana kundi la malaika. Allahu akbar. Na mwanadamu ana kundi la malaika, si mmoja shekhe, ana kundi la malaika kutoka mbele yake, kutoka nyuma yake. Kazi yao ni nini? Yahfadhunahu, wanamhifadhi, wanamchunga, wanamlinda min amrillah, kutokana na amri ya Allah. Yani huna haja ya wewe kuwa na pressure. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. na mwanadamu ana kundi la malaika kutoka mbele yake, kutoka nyuma yake, utadhani mabodyguard. Kazi yao nini? Yahfadhunahu min amri Allah. Kazi yao kubwa ni kumhifadhi, ni kumlinda kwa amri ya Allah, kwa idhni ya Allah, kwa agizo la Allah. Hirizi ya nini sasa? Bali huenda kuvaa kwa hirizi malaika akakwambia bwana Allah sisi, au Allah akamwambia basi nendeni. Kwa hadithi nilizosoma, ukiegemea kwa hirizi Allah atakusukuma huko. Huenda Allah akamwambia malaika rudini, hahitaji ulinzi wangu, wacha endelee na ulinzi wa mababu yake, babu tawile, wacha endelee na tawile zake huyo. Waislamu, naomba nihitimishe hotuba yangu katika suratu Tariq, was-samai wat-tariq. Allah anathibitisha tena kila nafsi ina mlinzi wake na mwangalizi wake. In kullu nafsin lamma alayha
kuna muangalizi na mlinzi malaikatur rahman kutoka kwa Rahman. Bali katika suratul Isra, nikiwa nahitimisha khutba yangu, suratul Isra miongoni mwa aya ninazozipenda, napenda aya zote, lakini aya hii nikisoma napata faraja sana mimi binafsi. Aya iliyoweka wazi kabisa kinaga ubaga, ukisoma Qur'an unawapiga tatu bila, ukisoma Qur'an unawapeperusha. wa idha qara'ta al-Qur'ana ja'alna baynaka wa bayna alladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban masturan. Na utakaposoma Qur'an tutajalia baina yako na baina ya waovu wasioamini akhera, tutajalia pazia yenye kufunika, yenye kusitiri, hawatakuona shekhe. Na ndio maana bwana mtume akasema alaikum bi suratil Baqara, shikamaneni na suratul Baqara, fa inna akhdhaha baraka. Suratul Baqara kuishika ni baraka tosha kabisa. Akasema wala tastati'uha albatara, wachawi hawaiwezi kiboko yao suratul Baqara. Akasema nyumba ambayo ndani yake husomwa suratul Baqara, wachawi, wanga, majini, mashaitani hawaikurubi nyumba ile siku 3 nzima. Wakifika wanaona ni bwawa la maji, wakifika jangwa ndio mwisho watakuita ni mwanga. Hana ushe mwanga ule, kumbe hujui babu, hapa nyumba inapigwa Qur'ani babu. Hatuna makorokoro ya baharini, hatuna sisi hapa yai la bundi, hatuna sisi mambo ya kuzindika si chupa za soda, hatuna. Qur'ani shekhe. Na Qur'an imekwisha sema ukipiga Qur'an Allah anakupa hijab, sitara, ulinzi. Wale wasioamini akhera hawawezi kukufikia. Mwisho akasema wa idha dhakarta rabbaka fil Qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim nufura. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Inna dina Muhammadin wa kitabahu aqwa wa aqwamu qila la tadhkuru al-kutub as-sawalifa 'indahu tala'a as-sabahu fa'atfi'u al-qindila. Allah ni mkubwa. Hakika dini ya Muhammad na kitabu chake vina nguvu zaidi na kauli thabiti zaidi. Usitaje tena vitabu vilivyopita mbele ya Qur'an. Tofauti baina ya Qur'an na vitabu vilivyopita ni sawa na kibatari. Wakati wa kiza totoro, kibatari kitakusaidia shekhe, kwa sababu kuna kiza totoro. Kadri jua litakavyochomoza, kibatari chako kinawaka katika chumba chako, lakini kimekwisha funikwa na mwangaza wa jua, na Qur'an imekuja kufunika vitabu vyote. Na utakapomtaja Mola wako mlezi peke yake ndani ya Qur'an, wataingia mitini, watakimbia. Kimbiza hawa wachawi kwa Qur'an, kimbiza hawa wanga kwa Qur'an. Soma Qur'an. Shekhe, mimi sijasoma suratul Baqara, mimi nimeishia qul huwallahu, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas. Nakwambia hizi qul almuawwidhat ni kinga ajabu kabisa. Qul, sema ewe Muhammad, a'udhu birabbil falaq, najikinga kwa Mola anayeleta pambazuko la asubuhi. Najikinga kwa Mola. Hujui kama hii ni kinga? Naomba ulinzi kwa Mola anayeondoa kiza cha usiku akaleta mwangaza wa asubuhi. Min sharri ma khalaq, najikinga kwake aniepushe, anikinge, anihifadhi na shari zote alizoumba. Wa min sharri ghasiqin idha waqab, na najikinga kwa Mola wangu
anikinge na shari za usiku unapoingia. Wa min sharri naffathati fil uqad, na najikinga kwa Mola wangu anikinge na wanga wenye kutengeneza vifundo, wakapuliza vifundo, wakatengeneza uchawi, anikinge nao. Wa min sharri hasidin idha hasad, na najikinga kwa Mola wangu aniepushe na shari za hasidi pindi atakapohusudu. Qul a'udhu birabbil falaq peke yake imemaliza kila kitu. Lakini mimi na wewe hatuna habari, na pengine maskini hatujui tafsiri yake. Huenda wale wasiojua tafsiri leo nakwambia qul a'udhu birabbil falaq ni sura ya kinga. Piga mara 3 asubuhi, mchana, jioni. Kila ukiswali swala 5 piga mara 3. Kila unapokwenda sehemu soma kwa nia ya kinga maneno ya Allah. Unamwomba Allah ulinzi kutokana na shari zote alizoumba. Unamwomba Allah ulinzi kutokana na shari za usiku. Unamwomba Allah ulinzi kutokana na shari za wachawi. Unamwomba Allah ulinzi kutokana na shari za mahasidi. Haijamaliza, haina gharama Sheikh. Njoo sasa kwenye ayatul kursi. Muda huniruhusu, nitakwambia kwa ufupi tu. Abu Huraira aliwahi kuachiwa na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam asimamie, alinde zile sadaka. Baadhi ya ulama wakasema zilikuwa ni zakatul fitri, zinakusanywa pale store ya Mtume. Mtume anaweka maswahaba wa kulinda. Abu Huraira akatumwa alinde zile nafaka kwa siku 3. Siku ya kwanza Abu Huraira anasema nataja fima maana ili kuepusha muda. Anasema ghafla anasikia, kawaida nafaka mtu akija na chombo akipasua mahindi, mchele, zikidondoka kwenye chombo kwa mara ya kwanza kuna mlio. Akasikia mlio kama kuna mtu anapasua nafaka zile. Kuja kumdaka mzee mtu mzima, Sheikh Babu, Sheikh ana aibu wala haya. Akamwambia mimi nasikia njaa na matatizo na watoto wajukuu, kamlalamikia hali. Abu Huraira akamsamea, akasema kweli mtu mzima, akamheshimu utu uzima wake. Akaondoka. Usiku wa pili babu karudi tena. Abu Huraira kamdaka, kamwomba tena msamaha, kamsamehe. Mtume habari tayari amekusha pewa na Allah kupitia Jibril. Usiku wa 3 Abu Huraira akasema sasa umezoea, na kuburuza mpaka kwa bwana Mtume Muhammad. Ule bwana akamwambia na kuomba usinipeleke kwa Mtume, nitakupa manufaa faida hujapatapo kupata maisha yako. Niahidi nitakupa siri nzito itakayokufanya katika maisha yako shaitan, iblis na dhuria yake na kizazi chake hakitoweza kukukurubia. Abu Huraira akaona hii bonga la faida hii, haya nielezi. Akamwambia utakapoweka tu mgongo wako, ubavu wako katika tandiko lako, shikamana na ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, mpaka mwisho. Akamwambia lan yazala alayka min Allahi hafidha, lan yazala alayka min Allahi hafidh. Kitendo cha kusoma kwako ayatul kursi wakati unataka kulala, Allah hatoacha kukupa ulinzi wa kutosha. Picha yaonyesha bwana Mtume hakuwahi kutoa somo hilo kwa masahaba bado, sababu bado Mtume ana muda kufundisha. Abu Huraira akasabu kaahidi kwamba kunipa faida na kuacha, kamwacha. Asubuhi Mtume anacheka, madha faala asiruka ya Abu Huraira ya Aba Hir, niambie Abu Huraira, mateka wako jana ilikuwaje? Akastuka. Mtume una habari? Sema
Sasa ya Rasulullah, nimemkamata usiku wa kwanza, mtu mzima, shekhe anasema hali njaa, watoto wajukuni, nikamsamehe. Siku ya pili akaambia Abu Huraira sahaba mzima, shetani kakuchezea, ni shetani yule akuwa mtu. Sasa ya Rasulullah, na mimi nilimpunguta, nilimpiga na viatu vyangu. Akasema kia Rasulullah kaniambia usinipeleke kwa mtume na kupa faida, shikamana na ayatul kursi. Ukisoma hii wakati unalala, Allah anakupa ulinzi wa kutosha kutoka kwake. Shaitani, iblisi na kizazi chake hakitokuweza. Mtume akasema pamoja na kwamba ni muongo, mzushi kwenye hili, kasema ukweli. Huu ni ulinzi wa kutosha. Nikitimisha tu, Hudhaifa ibn al-Yaman alimuona mtu siku moja amevaa uzi mkononi, akaukata, akakikata, kisha akasoma aya katika suratu Yusuf, wama yu'minu aktharuhum billahi illa wahum mushrikun. Wala wengi wao si wenye kumwamini Allah, wengi wao ni wenye kufanya shirki. Hivyo basi kuvaa uzi mkononi ni shirki, kumvalisha mtoto mkononi uzi ni shirki, kumvalisha mtoto sijui mvuje shirki, kumvisha mtoto sijui chumvi shirki, kumwekea yai la kienyeji kwenye kichwa chake shirki. Zote ni itikadi potovu. Wasomeeni watoto wenu qul huwa Allahu ahad, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas. Wapulizeni kama alivyokuwa akifanya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alikuwa akiwasomea na akimaliza na dua anawaambia wajukuu zake, u'idhukuma bikalimati llahi tammat min sharri ma khalaq. Anawaombea dua, anawapuliza al-Hasan wal Husain, ninawakinga kwa maneno ya Allah yaliyotimia kutokana na shari alizoomba. Kwa hiyo soma sana a'udhu bikalimati llahi at-tammat min sharri ma khalaq. Soma bismillahi alladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Allah anatosha jamani, Mtume Muhammad anatosha jamani, Qur'ani inatosha jamani, dhikri na nyiradi za bwana Mtume Muhammad zinatosha jamani. Tuachane na hirizi jamani, tukifa na hirizi tutakuwa tuna hali mbaya huko tuendako na hatutofaulu abadani. Na hayo kayasema mtume wetu, Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqahu min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ihdina wahdi bina, Allahumma ruddana ilayka raddan jamila, Allahumma ruddana ila al-Qur'ani was-sunnati raddan jamila, Allahumma ruddana ila at-tawhid al-khalis ردا جميلا، اللهم ردنا إلى العقيدة الصحيحة السليمة ردا جميلا. اهدنا واهد بنا، اللهم اهد أولادنا، اللهم واهد بناتنا، اللهم واهد نساءنا، اللهم واهد رجالنا، واهدنا جميعا إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kishki TV, nuru ya dini yako.